Na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa Mchungaji Elizabeth Justin Mdoe, mchungaji wa usharika wa Gide, lakini pia ninatunza mtaa Mwenda Pole pamoja na mtaa wa Chang'ombe. Naomba kuwakaribisha wote mnaonitazama na kunisikiliza katika kipindi hiki muhimu kilichojaa baraka za Mungu, ili tuweze kujifunza neno la Mungu katika huu wakati mzuri kabisa wa kipindi cha Kwaresima. Na kichwa cha somo kinasema, tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Somo linatoka katika kitabu cha nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Upendo Television, naomba tuombe. Mungu Roho Mtakatifu, ni wakati mwingine tena tunashuka tukinyenyekea mbele zako kwa ajili ya kipindi hiki kizuri kabisa ambacho umetupa. Watoto wako tunataka kujifunza, lakini watoto wako hawa wanaonitazama na kunisikiliza wanataka uwafundishe kupitia neno hili. Roho Mtakatifu, ninaomba uhusike kuwafundisha watoto wako hawa walioonyesha utayari wa kutulia na kukusikiliza. Nami nitumie kama chombo kisicho na faida, bali wewe katika kipindi hiki ambacho watoto wako wanatamani kujua kutoka kwako, kufundishwa na wewe, wakaweze kuelewa, wakaweze kufurahi, wakaweze kupokea kile kilicho kizuri ambacho wewe umekwisha waandalia. Katika jina lako takatifu Mungu, ninaomba uwe nao, kwa sababu wameutoa muda wao ili waweze kutulia na kusikiliza neno lako. Katika jina lako ninawachilia mikononi mwako sasa, tunapokwenda kulitafakari kwa pamoja neno hili. Amen. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Upendo Television, Nabii Yoeli alipokea ujumbe kutoka kwa Mungu ili apeleke kwa wana wa Israeli. Ujumbe aliopokea kutoka kwa Mungu aupeleke kwa wana wa Israeli ni kwenda kusema na wana wa Israeli ili wamrudie Mungu. Ina maana kwamba inawezekana walimwacha Mungu wakaenda mbali. Sasa Mungu anataka wamrudie. Mungu anataka warudi. Mungu anataka kuwarudisha kwake tena, maana wameondoka katika mikono yake. Wameondoka katika utulivu na utaratibu na mpango wa Mungu. Sasa Mungu anataka kuwarudisha. Anamtuma nabii Yoeli apeleke huo ujumbe kwamba sasa wamrudie Mungu. Na Yoeli akawa mwaminifu katika kuupeleka ule ujumbe. Unaposoma katika kitabu hiki cha nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 8 unasema, wala hapana mmoja amsukumaye mwenzake, huendelea mbele kila mmoja katika njia zake, hujifanyizia njia kwa nguvu kati ya silaha, wala hawaachi kuifuata njia yao. Hapa Mungu anaonyesha kabisa kuwa watu wake walimuacha. Watu wake walikaa katika
utaratibu wa kwao. Kwa hiyo walimwacha, hawakuwa karibu na Mungu. Kwa hiyo Mungu akawa anawatamani warudi kwa sababu anawapenda. Ukisoma tena katika kitabu cha nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, nchi inatetemeka mbele yao, mbingu zinatetemeka, jua na mwezi hutiwa giza na nyota huacha kuangaza. Tayari walikuwa wameisha ipokea adhabu. Jua na mwezi vilitiwa giza na nyota kusitishwa kutoa ule mwangaza wake. Hii ni kuonesha kabisa kwamba Mungu anataka kuwadhihirishia kwamba yupo, na akiamua kuadhibu anaweza kuadhibu. Akaona ni bora giza, ni bora jua na mwezi viwe giza na nyota ziache kutoa mwanga wake. Mungu alikuwa anasema na wana wa Israeli wamrudie kupitia huyu nabii Yoeli, maana tayari alikuwa ametoa adhabu juu yao, maana jua na mwezi alivitia giza na nyota kuacha kutoa mwanga. Sasa Mungu alikuwa anawaita watu wake warudi kwake, warudi pendoni mwake, maana anawahitaji. Unapoendelea kusoma katika kitabu hiki cha nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Nabii Yoeli alipeleka ujumbe huu mzito kwa wana wa Israeli ili walalue mioyo yao wamrudie Bwana, kwa sababu Bwana ndiye mwenye neema juu ya maisha yao. Amejaa huruma na si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, na yeye hughairi mabaya. Kwa hiyo amepeleka ujumbe huo ili waweze kuyasikia haya na kuyajua haya, halafu wamrudie Bwana ili Bwana aweze kuwasamehe. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Upendo Television, kwa nini katika kipindi hiki cha Kwaresma nabii Yoeli anatupa ujumbe huu? Kwa nini? Hapa kuna swali la kujiuliza. Bwana anaposema tumrudie, kwani tuko wapi? Mbona kanisani tunakwenda? Kwa nini anasema tumrudie? Ameona tuko wapi? Kwa nini Mungu anataka? Kwani Mungu anataka nini kwetu? Mungu anataka tumrudie kwa kufanya toba ya kweli, isiyo toba ya mazoea. Inawezekana ameona tumekwenda mbali, tena tuko mbali sana. Tunaingia ibada, ndio. Tunaomba, ndio. Tunasema Bwana Yesu asifiwe, ndio. Lakini hatuko mikononi mwake. Yaani tumekwisha toka katika himaya yake, na yeye anataka turudi. Inawezekana tumefanya mambo yaliyotufarakanisha na yeye Mungu wetu. Kwa hiyo tumrudie Mungu wetu. Lakini ukisoma katika hiki kitabu tena cha nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 mpaka wa 13, neno la Mungu linasema, inatukumbusha kwamba Mungu anatufurahia
kuturudisha kwake kwa njia ya Yesu Kristo. Mungu anafurahi sana tunapotubu dhambi zetu kwa kufunga, kwa kulia na kuomboleza. Katika kipindi hiki cha Kwaresima, tumuombe Mungu msaada wa kutuwezesha kutubu. Bila msaada wa Mungu, bila msaada wa Mungu mwenyewe, ni ngumu sana kuwa na toba ya kweli. Tumwambie Mungu, umeruhusu kipindi hiki cha Kwaresima kwa majira na wakati haya tuwe nacho, lakini tunaomba msaada katika swala zima la kuwa na toba ya kweli. Toba yetu isiwe ile ya kuigiza. Tunatubu sasa hivi, baadaye tumesahau, tunarudi kule kule tulikotoka ambapo Mungu umetutoa. Kwa hiyo tuombe msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu utuwezeshe kutubu dhambi zetu zote na tuwe na toba ya kweli katika yeye mwenyewe. Mungu atusaidie. Vinginevyo hatutakuwa na toba ya kweli. Tutakuwa tunaigiza kwa Mungu wetu. Tunakuwa tunafanya maigizo kila wakati. Sasa tuombe msaada. Mungu akitupa msaada, Mungu akituwezesha, tutakuwa na toba ya kweli na tutaachana na dhambi kabisa. Tutumaini rehema na neema ya Mungu. Tumuombe Mungu atusaidie ili tuweze kutubu sawa sawa. Vinginevyo tutabaki katika dhambi muda wote. Utasema, mbona nimetubu jana? Lakini je, kwa muda uliokuwa nao, toba yako ilikuwa ni ya kweli? Unaishi ile toba yako? Umeachana kweli na dhambi au unaigiza? Tumwombe Mungu atuepushe na dhambi. Dhambi ni mbaya. Tukitubu dhambi zetu, Mungu anaweza kuturudishia miaka yetu iliyopotea. Inawezekana hata sasa ipo miaka yangu imepunguzwa, iko miaka yako imepunguzwa. Inawezekana Mungu alitaka uishi miaka 100, lakini amepunguza 30, utaishi miaka 70 tu. Ameipunguza kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi zako. Ameona huna maana mbele zake. Mojawapo ya ahadi zenye nguvu zaidi katika maandiko inapatikana katika kitabu cha nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 25, ambapo Mungu anatangaza au anasema, nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Nitawarudishia. Mungu anasema atakurudishia. Mungu anasema ataturudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Nawezekana ameipunguza Mungu kwa makusudi kabisa. Haoni sababu ya sisi kuendelea kuishi. Kwa hiyo akaona ni muhimu apunguze miaka, ili miaka yetu irudishwe na Mungu, na aturudishie miaka, atuongezee miaka yenye uzima, furaha na amani. Basi tumrudie kwa furaha. Yuko tayari kutupokea, yuko tayari kutusamehe. Katika kipindi hiki cha Kwaresima, toba ni muhimu. Mungu alisema na watu kupitia nabii Yoeli. Mungu aliwasihi watu wamrejee na kutubu dhambi zake, wamrudie kwa furaha. Hata sasa Mungu anasema na sisi tumrejee na kutubu dhambi zetu, naye atatusamehe kabisa. Kwani tukitubu dhambi tunapata faida gani? Tukitubu dhambi tunapata faida hizi zifuatazo. Tunapata msamaha wa dhambi, na hii unathibitisha kupitia neno la Mungu lililoandikwa
kutoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 12. Unasema, kwa sababu nitasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Tunaposamehewa dhambi zetu na Mungu, hawezi kuzikumbuka tena. Mungu anapotusamehe, ule upendo wake ndio unazidi zaidi wa kutupenda. Wala hawezi kutukumbusha kwamba jana mlinikosea nikawasamehe na leo mnarudia dhambi. Yeye anachokiangalia ni ile mtu kuingia kwenye toba ya kweli na kumsamehe, na anaahidi kwamba hatazikumbuka tena dhambi zetu. Akitupokea ametupokea, akitukubali ametukubali. Faida gani nyingine tunapata basi katika swala zima endapo tutazitubu dhambi zetu? Faida ya pili ni kupata kibali kwa Mungu. Tunapotubu dhambi zetu tunapata kibali kutoka kwa Mungu, na hii unathibitisha kutoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 31. Neno la Mungu linasema, twajua ya kuwa Mungu hamsikii mwenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Yaani Mungu hamsikii mwenye dhambi, bali anamsikia mcha Mungu anayeyafanya mapenzi yake. Ina maana kama hatuyafanyi mapenzi yake, tukiomba lolote kwa Baba hawezi kutusikia wala hawezi kutujibu. Na faida ya pili tunayoipata katika swala zima la kutubu dhambi ni kupata kibali cha Mungu. Tunapotubu dhambi zetu tunapata kibali kutoka kwa Mungu, na hii unathibitisha kutoka katika kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 31. Neno la Mungu linasema, twajua ya kuwa Mungu hamsikii mwenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Kwamba Mungu hawezi kumsikia mtu mwenye dhambi, hata akiwa anaomba, hata maombi yake hawezi kuyapokea kwa sababu ni mdhambi. Lakini anasema mcha Mungu anayefanya mapenzi yake anamsikia kwa haraka na anamjibu kwa haraka, kwa sababu mcha Mungu wake anamuomba, mcha Mungu wake anamtafuta, naye anapatikana na kuweza kukizi mahitaji ya haja ya moyo wa huyo mtoto wake anayemuomba. Lakini mwenye dhambi, neno linasema, hawezi kumsikiliza na hawezi kumsaidia. Faida ya tatu tunayoipata tunapotubu dhambi zetu ni kupata upatanisho na Mungu. Tunapatanishwa na Mungu, na hii tunaithibitisha kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabia makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Unaona namna ambavyo neno linavyotuthibitishia tunapata upatanisho kwa Mungu wetu. Na Mungu akiwa anaupatanisha ulimwengu, yeye mwenyewe alikuwa ndani ya Kristo. Neno ndivyo linalivyotuambia, na ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo kumbe neno la upatanisho ni sehemu ya maisha yetu, liwe sehemu ya maisha yetu. Kupatanisha, kupatana katika kuishi, tukumbuke kabisa swala zima la upatanisho ni muhimu. Tayari hilo neno la upatanisho Mungu tayari ameruhusu
liwe ndani yetu. Ameishaachilia hiyo huduma ya upatanisho ndani ya kila mmoja. Kwa hiyo huduma tuione na tuifanyie kazi katika mafarakano, katika kukoseana, katika kuuziana. Huduma ya upatanisho tuifanyie kazi. Tupatane, tusameheane, tufundishane kwa upole, tuelekezane dhambi kwa upole, kwamba hii ni dhambi, usifanye dhambi tena, Mungu atakukataa, utaikosa neema ya Mungu, utazikosa baraka za Mungu, utafarakana na uso wa Mungu. Tumrudie Mungu wetu. Bado anatuhitaji, bado anatufuatilia, bado anatuona maeneo tulipo. Anaona katika mazingira hayo tuliojichagulia hatuko salama. Ameona tuko mbali naye. Sasa anafanya upatanisho kwa njia ya Yesu Kristo, na yeye mwenyewe akiwa ndani ya Yesu Kristo. Asingeruhusu kipindi hiki tuwe nacho, lakini ameruhusu kwa sababu anahitaji turudi kwake. Anahitaji tumrudie. Tutubu dhambi zetu, na faida za kutubu dhambi tayari nimewafundisha, tayari tumekwisha zijua. Basi turudi kwa unyenyekevu kwa Mungu wetu. Tusiangalie tumemkosea mara ngapi. Yeye Mungu haangalii hicho, lakini yeye anaangalia ile kushuka na kunyenyekea na kumrudia yeye, na kurudi mikononi mwake, na kurudi katika himaya yake, ili tusishambuliwe na adui Shetani, ili tusishambuliwe na matatizo ya kidunia. Turudi kwake, kuna msaada wa kutosha. Yeye Mungu wetu ndiye anayesema kwamba tumrudie, nasi tupokee hivyo kwamba tumrudie, kwa sababu ana kila sababu ya kusema mimi nimrudie, wewe umrudie. Na anaposema tumrudie, ameona kuna kitu ambacho kimesababisha yeye aseme tumrudie. Tumrudie yeye. Yeye anataka tumrudie yeye. Tutoke mahali tulipo ambapo Baba ameona si sawa kuwepo katika mazingira hayo. Sasa anasema tumrudie kwa mioyo yetu yote. Tujishushe kwake, tumwambie Baba, tumerudi. Tuliondoka tukafikiri tukiwa kule nje ya utukufu wako tutapata mambo mengi mazuri, lakini kule tumepata mambo yaliyotukondesha, mambo yaliyotufadhaisha, mambo yaliyotuletea magonjwa na udhaifu mwingi. Afya imekonda, hata roho imekonda. Tumwambie Mungu tunarudi. Tunaomba utusahaulishe maumivu yote tuliyokutana nayo ambayo yamesababishwa na mazingira ya dhambi, kwamba tulikuwa katika mazingira ya dhambi. Sasa tumelisikia neno lako, umesema na sisi, tumeamua kurudi. Tupokee. Mungu atatupokea. Mungu atatukumbatia. Mungu atatushika. Mungu ndilo hilo analolitaka katika maisha yetu. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki, ni kuombe sasa uendelee kujitathmini na kujihoji na kujiangalia. Uko katika mazingira yapi? Uko katika mazingira ya kumwabudu Mungu au uko katika mazingira ya kumhuzunisha Mungu? Ujihoji, ujitafakari, halafu urudi kwa Bwana upesi. Yeye anakufuatilia, na ndio maana ametupa kipindi hiki ili tuweze kurudi mikononi mwake, ili tusibaki sehemu tulipo sasa. Anaona si mahali sahihi, si mahali pepesi, si mahali pa utulivu.
ni mahali pa wanyang'anyi, ni mahali pa kumdhalilisha, ni mahali pa kumfedhehesha. Anapata maumivu anapotuangalia. Anatuita tumrudie, nasi turudi kwa unyenyekevu wote, kwa sababu anatuita. Mungu wetu atusaidie sana kupitia neno hili. Mungu wetu atuongoze salama, ili tunapoifanya hii toba ya kweli tusirudi tena dhambini, tusiipende tena dhambi. Tuone ni kwa namna gani Yesu ameyakubali yote kwa ajili ya kutupa wokovu, kwa ajili ya kutukomboa sisi. Pendwa mtazamaji na msikilizaji wa Upendo Television, basi Mungu akuwezeshe kutulia kwa utulivu na kufikia mwisho mzuri kabisa wa kurudi kwa Bwana. Anakuhitaji. Basi ninaomba niwatajie namba za kutoa sadaka baada ya ibada hii takatifu ambayo tumejifunza neno la Mungu kwa kipindi hiki kizuri ambacho Mungu ametupa. Namba ni 0713762887. Namba nyingine ni 0757220220. Jina ni KKT DMP. Karibu sana kwa sadaka yako kwa Mungu wako, naye ataipokea na atakubariki zaidi kwa namna ambavyo umeshiriki ibada hii takatifu ya kujifunza hili neno lake katika utulivu wote, na wewe kukubali kuitoa sadaka yako. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, umejaa rehema, umejaa upendo. Unatupenda Bwana, na tumeona ni kwa jinsi gani ambavyo umetupenda. Hata tunapokwenda mbali na wewe bado unaita. Tumeisikia sauti yako kupitia somo hili, unasema tukurudie wewe, nasi tuko tayari kurudi katika mikono yako, ili Mungu utulee tena. Maana tulitoka tukaenda mbali na wewe, ukawa na wivu na sisi, bado ukaendelea kutufuata, bado ukaendelea kututafuta kupitia huyu mwanao mpendwa Yesu Kristo. Baba, tunarejea. Baba, tunarudi mikononi mwako. Tusaidie, tuwezeshe kutulia katika mikono yako, kutulia katika baraka zako, kutulia katika nguvu zako. Ututoe katika magonjwa, ututoe katika changamoto zote, ututoe katika taabu zote, ututoe katika mahangaiko yote ambayo yamkini tumejisababishia sisi wenyewe. Baba, tunaomba ututoe huko kabisa, na utufanye kuwa watoto wako wazuri, ambao tumekubali kutubu, ambao tumekubali kuziacha dhambi, ambao tumekubali kukurudia, ambao tumekubali kutulia mikononi mwako. Mungu utusaidie na Mungu turehemu. Watoto wako hawa ninawachilia mikononi mwako, wakaendelee kuona upendo wako, wakaendelee kuziona baraka zako, wakaendelee kuziona nguvu zako, wakaendelee kuona mafanikio makubwa ya kiroho na ya kimwili, na katika mahitaji yote ambayo wanayahitaji katika maisha haya wanayoyaishi. Mungu uwavushe salama wale wanaopita katika changamoto mbalimbali, changamoto za kuugua, changamoto za kukataliwa, changamoto za kutengwa. Mungu Roho Mtakatifu, ninaomba uwavushe salama. Mungu Roho Mtakatifu, ninaomba uwawezeshe. Mungu Roho Mtakatifu, ninaomba ujitukuze kwao, na hakika waone kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye msaada. Mungu wetu ni Mungu anayetufuatilia. Mungu wetu ni Mungu anayetupenda. Ninawaachilia mikononi mwako sasa, baada ya kujifunza neno hili, na wakaendelee kuwa wako daima. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tuimbe beti moja la wimbo. Yesu, kuteswa kwako nitakufikiri, nipe kwa shauri hili roho na baraka, moyo wangu uone hali yako
wako Yesu, jinsi ulivyoteswa kwa ajili yangu. Tupokee baraka za Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana, mtoto wa Mungu. Uendelee kuziona baraka za Mungu na upendo wa Mungu katika maisha yako. Amen.